Hatimaye tena ikiwa nzani ya mwaka 2026 tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Sasa niko na picha bomba zaidi hii kwenda kwa jima wasema my dear let's sifu. Katika episode ya kwanza tu na picha nimeadvertise muda mrefu sana, lakini pia mapema leo tarehe 22 tunapata bahati ya kwenda kuianza katika episode ya kwanza, picha yetu ya kwanza kwa mwaka 2026. Kwa hiyo hebu ungana na sisi upate burudani ambayo iko bomba zaidi. Bonge moja la love story, lakini pia bonge moja la picha, lakini pia ni chini na udhamini wa Kitengozi Online is movie. Sasa hii picha hebu tuanze kupata muunganiko wa story bomba zaidi. Wasema ni story ya binti ambaye alichukua utambulisho wa mtu ambaye alikuwa anaitwa Bae Kijong, mtu ambaye alitamba sana katika miaka ya nyuma kwa ajili ya kuwasaidia watu kwa maisha ya chini. Mwongozo nishakupa sana, nomba rasmi ianze episode ya kwanza tu kibabe zaidi. Hapa sound ya Falu DJ, sound ya Mboja Sony, au sio? Hizi mambo ni zetu tu. Basi episode ya kwanza kabisa kuna story ambayo inazungumzwa nyuma zaidi kwamba kuna kijana alikuwa pamoja na kwamba ni mwizi sana, alikuwa lakini handsome sana. Anasema jina yake aliitwa Bae Kijong, ni mtu ambaye aliwasaidia watu wengi sana, lakini katika familia. Okay, tuko sawa, tuko safi zaidi. Burudani ikiwa katika mikono salama zaidi. Hii hapa tusha advertise tu ya kwamba tarehe 22 tuko na sokoni. Kwa rasmi wakati umefika kuweza kuenjoy jaramba bomba zaidi. Hii hapa inaitwa my dear let's sifu. Kini chini ya sound ya Falu DJ. Squeeze wananiita Bae. Nita kaka mkubwa. Mambo yanazidi kuwa sawa zaidi. Yani kwa safi kitaalam zaidi. Na hizi picha za Korea kuna namna ambayo tunazifinya, yani kuzinyosha zikae sawa zaidi. Nataka story bomba zaidi, lakini pia mpangilio wa DC ungana na Falu DJ tu, hilo halina mjadala. Basi nakuletea kigongo zaidi. Hebu tuende katika episode ya kwanza tu baada ya kupata mwongozo wa kutosha zaidi. Tunaanza kibabe namna hii, bonge moja la picha. Yes sir. Wow. Yente wasema zaidi ya miaka 100 kuna taarifa ambazo zinaonyesha juu ya shujaa ambaye alipigania maisha ya watu sana, kuhakikisha watu wanapata haki zao kutoka katika watu ambao wanatawala taifa. Lakini hapa kuna binti mmoja ambaye anafanya matibabu kwa mtu mmoja. Sasa mtu ni kwamba hata tofauti ya nguruwe na paka anashindwa kuitambua, ni kwamba ana shida huyu. Yaani anasema kuku wakati kinachoonekana ni mbuzi. Pia binti alikuwa anampatia matibabu mama mmoja ambaye kwa sasa tujajua muunganiko nayo sawa zaidi, ni mwanzoni kumbuka. Basi kuna daktari mkuu ambaye alifika akamuuliza binti kimoja tu. Anasema juu ya taarifa ya mwizi ambaye zinasambaa sana, una msapoti kiupande gani? Anasema hizo ni dondoo tu. Anasema lakini hiyo Gidong, kwa nini amekuwa ni mtu ambaye anatufanya tuonekana kama hatuwezi kufanya kazi zetu? Basi kuna mtu anaingilia huko, Tala Bintibu katika kitengo, anaitwa Yiyori. Huyu ni Grand Prince. Okay. 사건이 미궁에 빠지면 날 부르. Anasema mmekuwa ni watu ambao mnapoteza kesi, yani mnashindwa kupata majibu ya vile ambavyo mnavitafuti. Sasa nahitaji kuingilia hili swala na kumkamata mtu ambaye anawasumbua sana. Basi mwanaume anapitia document ambazo zinadai ya kwamba mtu amekuwa ni mwizi msumbufu zaidi. Nahitaji kufika katika eneo la Chief Counselor kukagua sehemu ambayo ilibiwa. Lakini pia kilimshangaza kitu kimoja, baada ya kukuta tena vitu vimejaa. Najua kuna jambo halijakaa sawa zaidi. Kuna askari aliweza kukutana na kitu kimoja ambacho kilikuwa kina ishara ya poti. Nasema basi naomba nikague vile viloba vya mchele. Hapa aligundua Gidong anachukua kiasi kidogo sana cha mchele katika viloba vitatu. Akacheka sana mwamba. Anasema inasemekana ni mwizi mwenye akili sana. 왜 그러겠느냐? 제 잘남을. Anasema basi kuna mpango ambao anahitaji kuweka kwa ajili ya kuhakikisha nalimaliza hili swala vyema. Anambia bodyguard wake atulie tu. Sasa mwamba na mipango ambayo anahitaji kuiweka. Anasema Gidong kitu ambacho anahitaji kukitengeneza, kwamba kutengeneza mazingira ya kwamba watu wote wamjue ni msaada katika taifa. Lakini yeye anaidai ya kwamba ataweza kumkamata Gidong. Huyo ni Prince. 아까 질문 금지라고. Anasema lakini unatakiwa kukutana na Queen Doage, yani bibi yake na Charlie. Sasa huku Charlie ametoka kamwacha kibonge kama kitu ambacho kiendelee kuwa kuzuga. Sasa mama amekuja kukutana na kijana wake Prince. Nafasi imechukuliwa na kibonge. Anasema nyinyi ambacho mnafanya ni kuonekana mmeshindwa kutengeneza nafasi ya ulinzi kwa kijana wangu.
Na kwa sababu mmeshindwa kufanya kitu kama hicho, hii itakuwa ni mbaya taarifa ikimfikia mfalme, kwa sababu ni watu ambao mnashindwa kumlinda prince, hivyo mnaweza mkaliweka taifa katika hali ya matata zaidi. Naambia hebu tuma ujumbe kwa kakangu, kuna jambo nahitaji tutete. Basi kuna ujumbe unatumwa upande wa pili. Huyo hapa mzee mzima anaitwa Ji Gyun. Huyo ndo King of Joseon wa leo sasa, ambaye tuko naye katika picha hii. Usipate moto. 일이구나. Anasema kuna vitu vinashangaza sana juu ya chief kansela, lakini sasa tunahitaji kutengeneza nguvu kupitia muunganiko wa Im. Huu ni Im Saeng, kwamba endapo ataweza kumtoa mtoto wake wa kiume kuweza kuoa upande huu, basi watatengeneza muunganiko wenye nguvu zaidi. Huyu ni mke au kimada mzee mzima. Basi mama alifika kwa sababu aishatuma ujumbe. Huyu anaitwa Queen Consorati, yaani mke huyo wa mfalme. Sasa wanakuta kuna minunguniko, minunguno. Mambo yanazidi kusonga kitaalamu zaidi. Asema usivunjike moyo, kila kitu kitakaa sawa zaidi, na hata hivyo mtoto wangu atapata nafasi ya kuweza kumuoa binti yako, hivyo mambo yatakaa sawa zaidi. Basi binti mwenyewe anaitwa Shiai, anasikia leo na kijana huyo. Sasa kijana mwenyewe ambaye anatakiwa kumuoa yuko katika swala la uchoraji. Hatujui anachora picha gani. Binti alishtuka sana kuziona zile picha. Sasa anataka kudondoka. Wanametaa binti boga, ambia tulia, uko katika mikono salama tu, kwa usipate mashaka yote. Anambia sikutegemea kama utakuwepo hapa, kwa sababu nahitaji swala liende taratibu zaidi. Sasa nini ambacho kimekuleta? Anasema mimi naitwa Neuru, nitakuwa concubine wa pili. 부인들끼리 사이인데. Anasema basi nyote mtakuwa kama wake zangu tu. Anasema ina sound upendo. 보다 크게 이익을 얻고 싶. Anasema yani mimi sielewi kitu ambacho kinazidi kuendelea, lakini ndoa ni kitu ambacho kinaweza kutupatia nguvu kwa baadaye. Anasema juu ya upendo, hiyo ni habari ambayo sifikiri sana. Leo tunakuja katika eneo la soko. Binti kumbuka ni mtabibu, mtu ambaye anadili na masuala ya matibabu kuu. Basi alileta dawa katika eneo fulani hivi. Hapa alimsalimia kijana mdogo mmoja ambaye babake ni mtu mwenye nguvu sana ya kifedha na katika taifa, hivyo alikuja kuleta mzigo kwa. Basi upande wa pili mamake anakoa sana. Anasema ngoja nikupe msaada mama. Anasema lakini kwa wakati huu utakiwa na familia yako binti yangu. Anasema sawa mama, kila ambacho nakisema kiko sawa. Lakini pia alikuwa anafika mzee mzima ambaye anaitwa Ong Min Jiku. Huyu ndo babake na ule Charlie sasa, ambaye binti alikutana naye pale akiwa analeta dawa. Anasema njoo, hebu njoo ndani. Anasema usipende kuniita kiongozi mkubwa. Napokuwa nyumbani itapendeza ukiniita kama babako tu. Leo kuna viatu ambavyo alimletea na nguo za samani sana. Anasema hivi ni vitu ambavyo viko kwa ajili ya matengenezo kwa ajili ya ndoa yako. Anasema mimi maisha yangu yote natakiwa nispendi na mama yangu. Nasihitaji kuishi maisha ya kama mwanamke, yani kama mtu ambaye ameolewa. Anasema yote itakutengenezea heshima, ndoa itakupatia heshima. Lakini sasa upande wa pili kwa mtaalamu prince mwenyewe akiwa kwa anateta mambo mawili. Mamake anambia ni wakati ambao umefika, unatakiwa utengeneze ndoa tu. Sasa mbona kama ni mapema sana? Anasema tayari kuna mwanamke ambaye ameandaliwa kwa ajili yako, wewe jiandae kuoa. Hilo halina mjadala zaidi. Anasema na kuanzia sasa na maisha yajayo unatakiwa usio ni mtu ambaye unapinga juu ya kile ambacho kinaendelea. Anasema lakini lazima nijue kama huyu binti ni mzuri au sura ni Yakobo. Basi aliweza kufika kwa baba mkwe wake, na huku alikuwa anahitaji kupata nafasi ya kumuona bibie ambaye kwa sasa inasemekana ameandaliwa kwa ajili ya kuolewa na mtaalamu. Basi binti hapa anasema jin inamaanisha beauty, yani nzuri au uzuri, lakini hiyo inamaanisha happiness. Kwa muunganiko wetu unaweza ukawa ni mzuri sana. Lakini sasa mwanaume baada ya kuangalia pembeni kuona zana nyingi sana, mzee akiwa anaonekana ameteka sana masuala ya uwindaji na shughuli za uwindaji katika taifa, anaona muunganiko wa kutengeneza familia na watu hawa unaweza kutengeneza kizazi ambacho kikawa ni cha umwagaji damu. Anamchana makavu live mzee. Anaambia kwa sasa tegemei kama unaweza kukaa baba mkwe wangu, kwa sababu wewe wakati huu unatakiwa ni mtu ambaye utengeneze nafasi nyingine zaidi. Mimi na nafasi ya maisha yangu. Chana anambia kwa nini umekataa ofa ile? Basi anaturudisha nyuma kidogo. Anasema usipende kuniita kaka. Mama yako atengenezaga nafasi mbaya sana
ambayo ilipelekea maisha ya mamangu kupotea. Kwa sisi ni kama maadui tu. Lakini pia muangalie sana yule ambaye unamwona ni kama mtu sahihi kwa upande wako. Huyo mtu ni hatari sana katika maisha yako baadaye. Kwa naye makini zaidi. Kwa Charlie kuna vitu aliambiwaga na blaza. Fiko vinarodi katika akili yake. Sasa akiwa hapa akala maji. Unajua anapita tena mitaani huku. Sema nasikia harufu ya kifo. Basi mwamba ibadilishwa mavazi. Na hapa alimwomba Charlie afanye chapu kwenda kufuata mavazi. Sasa Charlie ameenda kufuata mavazi huko. Lakini sasa upande wa pili kwa binti, baada ya kumaliza matibabu, kukutana na mzee mzima. Anasema kwa sasa hali ya babangu inaonekana kama inatengamaa. Anasema lakini kuhusu ndoa, binti ya kumalizia kile kitu. Sasa binti yuko mtaani huko. Kuta kuna mkusanyiko. Kwa mtu analeta shida kinyama. Yaani anaonekana ni kapuko ambaye anamzingua mtoto wa kishua. Ambaye kichaa wewe ndo wakunzuia mimi. Sasa ni kwamba Charlie hajajua kama huyu ni prince kutokana na mavazi aliyovaa. Ni sasa akiwa analeta zile zagamoa zile fujo, binti akaingilia mchezo. Anasema basi usitengeneze nafasi ya kushindana na mtumwa. Amba anashangaa na kwaje tena mtumwa tena. Sasa mavazi ambayo binti alipatiwa kuvaa kwa sasa anamuonesha ni kama binti wa kitajiri zaidi. Hivyo anasema ni mtumwa wake. Mwamba anamwambia wasemaje? Anasema huyu ni mtu ambaye anajitahidi kupoteza kumbukumbu. Lakini pia kwa sasa ndamchukulia uangalizi kama mtumwa wangu. Mwamba anashangaa unanihitaji mtumwa wakati mimi ndo taifa. Hadi ukisikia mtu anasema yeye ndo taifa kwa miaka hiyo, manake ndo prince. Basi Bia alimtetea sana uongo na ukweli Mwamba. Lakini Mwamba alikuwa analeta shida sana. Anasema wewe unanihitaji hivyo. Binti akamtuliza. Anasema bibi hivi. Ambia tulia wewe. Basi binti atengeneza nafasi ya kudai kwamba ni kijana wake. Sasa binti anatoka na mtu huyo. Anasema inaweza kukupelekea kifo. Basi toka kidogo nje ya mji na mtaalamu. Anasema kwa sasa unahitaji kuondoka. Anasema kwa sababu maisha yangu sio hapa. Anasema kwa nini umenifanya nionekane kichaa? Haujui inaweza kukupelekea upate adhabu. Ndio anashangaa adhabu gani mtu huyo anaizungumzia. Anasema nini ambacho ulimaanisha? Binti aliogopa kimwambia kweli mtu huyo. Anasema mimi ni mtu ambaye nimekuwa naongea tu. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimezaliwa nikiwa na umaskini, mambo fulani ya kawaida. Lakini kwa sasa namjali sana mamangu. Ilimuingia akilini mtu huyo. Basi binti alikuwa anahitaji kuondoka. Akaenda kufika mbali mvua ilianza kunyesha. Mwamba akawahi sehemu akajichimbia. Kana usintanie. Anasema mimi sijaiki kunyeshewa na mvua. Anasema hiyo ni biashara yako sasa. Binti akatoa viatu vya samani akavishikilia. Anamwambia nini ambacho unafanya? Anasema hivi ni viatu vya silk shoes. Yaani viatu vimetengenezwa kwa material ghali zaidi. Binti anafurahia sana mvua. Anasema si mvua imetulea, mvua imetupa uhai. Mvua ni kitu bora sana kwa upande wetu. Mtaalamu hajawahi kunyeshewa na mvua. Kumbuka huyu ni prince wa taifa. Nashangaa sana vitu kama hivi kuviona. Lakini ghafla sasa kuna maji ambayo yalikuwa yamejikusanya. Hii wanangu wale chini ya dola moja mnaielewa sana. Hayo maji yakamwagikia mgongoni. Anasema imenimwagikia kwa mgongo. Anasema nasikia baridi. Basi binti anamwambia toa hilo koti lako. Tuweze kulikamua kidogo kupunguza hali ya maji. Anasema hata hivyo mwili wangu haujawahi kuguswa na matone ya mvua. Kwa sababu mimi nimezoea kuoga bwawa ambao limejaa maua. Ambia sasa hiyo itanihusu nini? Hizo ni biashara zako. Ambia nashukuru. Akasema sasa shukrani ya nini? Sasa Charlie amerejea huko. Anamcheki prince amuone. Je, ameelekea wapi Mwamba? Mama ndogo upande wa pili na binti huko. Anasema ulisema hujawahi kunyeshewa. Sasa hizo mbwembe unamletea nani kaka? Lakini binti akagua akaona mvua imekata. Akaona achukue shoes za huyo Mwamba tu. Anasema ingekuwa ni vema kama ningejua hata familia yako. Lakini kama hutujali basi unaweza ukakaa kimya. Lakini nakuomba kitu kimoja tu. Katika Soa Village majira saa 12 tuweze kukutana na kipindi cha full moon. Kuna zawadi ambayo nitakupatia. Yaani atamuliwadi. Anambia narudia tena iweke katika akili yako. Binti akasema basi ndafanya hivyo. Bia anaondoka tu. Anasema fikiria juu ya zawadi. Utalipa kwa kile ambacho umemfanyia prince.
아버님. Sasa upande wa pili Charlie anakuja. 맞습니다. 돈이 Kwa hiyo unijua unamfanyia kiasi kikubwa sana cha pesa. Unamtengenezea mazingira ya kuweza kuolewa ili hali yeye ni mtoto wa mtumwa. Anaambia sio biashara yako. Mzee anaandikaga vitabu sana. Kama kina Sambong hivi. Hiyo. 병든 채 아직 Sasa binti anatupa muunganiko wa kile ambacho aliongea na mzee mzima. Mzee mzima alimchana makavu ya kwamba mimi sihitaji kukuoa wewe kwa sababu babangu yuko katika hali ya upweke. Naomba kwa muda ambao umesalia uweze kuungana naye. Yaani kwamba mzee aweze kumuoa bibi na sio huyo Charlie. Binti alikuwa anatafakari sana ile situation. Lakini nini ambacho angefanya kwa wakati huo? Yeye zidi kuhesabu tu. Basi akiwa ametulia katika ile eneo, kuna mtu alipita. Sasa kuangalia anamuona mzee mzima. Basi mzee anadai kwamba vitabu havijaenda sana kwa sababu vinaonekana vilikuwa na makosa. Hata hivyo alimpatia nyang kidogo tu. Basi mzee aliweza kuondoka. Anambia ni zaidi ya mwaka amekuwa akifanya biashara hii. Na mzee kiasi cha fedha ambacho anapata anaenda kumpatia yule mama kwa ajili ya kukizi maisha yake. 대감마님 음종미 Basi bibi aligundua kwamba mtu huyu anaandika vitabu vya kumkosoa sana mfalme. Basi alifika na alihitaji kuongea. Lakini alikuwa anahitaji kumwambia mtu ambaye anamuoa. Mzee mzima anajua kwamba huyo anaolewa na sio Jang. Lakini kumbe ni Odi Master. Yaani babake na Charlie. Akasema hajalijua hili swala. Basi ngoja nikae kimya. Sasa upande wa pili kwa Crown Prince. Taarifa inakuja kwamba Gildong, kuna watu ambao wanajua wapi Gildong alipo. Sasa moja kwa moja department kitengo katika swala la mahojiano. Anasema wewe ukawa serious bwana. Nini ambacho umeona? Anasema mimi nimemuona bwana. Nimemuona akipanda katika juu ya paa kabisa huko. Juu kabisa kwenye rofu. Anasema huyo ni Baekjong. Basi alisimulia namna ambavyo ilikuwa ni katika kiza hivyo kumuona zaidi. Lakini mwamba akagundua mtu huyo amevaa Baekjong mask. Amevaa tu mask ya yule Baekjong. Kila sio. Anasema watu hao inaonekana kuna ukweli wanaojua. Watatupatia majibu juu ya kile ambacho tunakitafuta. Lakini sasa leo alikuwa anasema ana plan. Ni ile ahadi ambayo aliwekeana na binti. Anasema leo lazima akampatia adhabu kwa kile ambacho anakifanya. Sasa upande wa pili mambo yazidi kusonga tu. Na binti kwa wakati huo tayari kuna kitu amesha kitambua. Huku mazawadi yanakuja. Lakini binti anaolewa na mzee na sio yule kijana. Sasa basi kila kitu kitakuwa sawa zaidi. Leo bwana mkubwa alipata nafasi kuweza kumweka mzee sawa zaidi. 모르십니다. Anasema lakini juu ya ndoa tutambue tu ni mzee na sio kijana. Na sasa kwa nini umekubaliana na kitu kama hicho? Binti anasema maisha yangu ni kuhitaji kuhakikisha familia yangu inakaa katika usawa zaidi. Lakini pia pamoja na kwamba yule anaumwa hataweza kuwa na muda mrefu wa kuweza kuishi. Hivyo desire ya maisha yangu itabakia pale pale. Naishi ni mtu ambaye anazidi kumchukulia uangalizi mamangu. Lakini pia ndakuwa nimepata sehemu ya kuweza kupumzika kwa maisha yangu mimi na mamangu. Kwa hiyo sijali kwa kile ambacho kimetokea. Binti kaikubali ndoa tu. Mzee mzima anatafakari sana. Basi binti majira usiku kipindi cha full moon katika Soa Village sehemu ambayo mwamba aliomba akutane. Binti anatembea akiwa na tumaini. Anasema ina maana uko tayari kuishi maisha ya ndoa au maisha ya furaha. Binti ni kwa sasa anatafakari ajui nini ambacho atafanya. Lakini kutazama mbele anamuona kaka mkubwa mwamba mwenyewe yapo Prince. Anasema tukutane Soa Village. Kuna liwadi ambayo ndakupatia. Anasema kwa nini nimeweza kuishia hapa? Hizi mambo zinakuwa hivi tu. Zinakujaga automatic. Hazihitaji mbwembwe zaidi. Anasema kwa sasa nahitaji kuruhusu moyo wangu kutengeneza nafasi ya maisha mapya zaidi. Hii ni hatima yangu ya mwisho. Ni nafasi yangu ya mwisho. Tafute maisha ya kuishi. Basi alifika tu akatengeneza namna hiyo kumpatia mwamba mtaalamu wa kazi mzee mzima Prince. Mama anashangaa sasa kwa sababu alikuja kwa ajili ya adhabu, lakini sasa kinatokea kitu kama hiki. Anasema sasa kwa hiki ambacho kimetokea mwamba aliganda. Anasema nimempata mwizi. Roho asema yuko wapi? Na binti upande wa pili sasa anatafakari mambo ambayo amefanya. Sasa kwa nini nimefanya hivi? Mwamba anamtafuta huko. Lakini sasa ni katika department kitengo, naambiwa gate ilifungwe. Binti anasema kwa wakati huu anahitaji kumaliza kitu ambacho ni kama future. Mwanaume naye anamtafuta binti. Basi anaambia binti amechange mavazi. Kumbe ndo Baekjong. Binti mwenyewe. Mwanaume sasa anawaza tu. Anasema lakini lazima nitamkamata. No matter what, I will catch you. Hiyo hapo katika episodi ya kwanza tu.
chuma kinakwenda kwa jina Madia Let's Sifu. Sound ni ya Falu DJ. Sasa tunagonga besi la kibabe. Kutana katika episodi safi inayofuata pili kujua muktadha burudani bamba zaidi. Let's chao. Kamsahamnida. Here we go. 가지고 다니노.